Yes, ni wakati mwingine tena tunakutana kwenye Printing Zone. Mimi naitwa John Bosco Kamili na tayari nipo na Operation Manager wa Asnas. Karibu sana Maskuz. Asante sana na nashukuru kwa fursa nyingine, kwa mara nyingine kuwa hapa kuendelea kutoa taarifa na elimu mbalimbali kuhusu mashine zetu hizi. Kipindi cha mwisho tumekutana wote hapa tulizungumzia mashine ya embroidery. Leo tumekutana kuzungumzia nini? Leo bwana tumekutana kuzungumzia mashine ya digital printing. Digital printing, yes, ndio? Yeah. Kwa yule mtu ambaye anatutazama sasa hivi anataka kufahamu digital printing ni nini? Digital printing tunaweza tukasema ni uchapishaji wa kisasa zaidi wa kazi za makaratasi. Na hizi kazi za makaratasi zipo nyingi sana tofauti kwa sababu kama jina linavyojieleza digital printing ni ya kisasa zaidi. Yes, hapo zamani kulikuwa na njia tofauti, ni ya kisasa. Na ni vitu gani ambavyo mashine ya digital printing inafanya? Yaani mimi nikiwa nahitaji kutumia huduma zipi nije kwenye digital printing hapa Asnas? Kwa digital printing ni kazi za makaratasi. Na kama nilivyosema kazi za makaratasi zipo nyingi sana. Nyingi sana, yani sana. Kuna za office, kuna za branding, zipo katika aspect tofauti. Business card lazima uende katika digital, flyers uende katika digital, letterhead, invoice, zote hizo lazima ufanye kwenye digital. Calendars, yani zipo nyingi za kutosha. Vitabu, si umenielewa? Tuna catalogs, unanielewa hapo. Kwa ziko sticker, paper sticker zipo za kutosha yani. Yes. Tumeona kwenye mashine zingine ikiwa pamoja na embroidery kuna hatua ambazo zinafanyika katika mashine ile. Na tukizungumzia mashine hii hapa ya digital printing, ni hatua zipi ambazo zinatakiwa kufuatwa? Hatua zipo tofauti. Unajua katika kila kitu kwenye maisha kina hatua. Basi hata kwenye digital printing pia kuna hatua tofauti. Kwa mfano, nitazungumzia tu hatua za kazi tofauti. Nikianza na business card kwa mfano. Business card utakuja huku labda ishatoka kwenye designing, imekuja huku operator ameichukua, ameiprint. After operator kuiprint kuna hatua nyingine ambazo zinahitajika kufuatwa. Na kwa sababu gani? Kwa sababu digital machine haiwi pale mashine moja tu kama mashine moja. Inakuwa na bunch of machine. Ili kazi kamilike inabidi ifuate hizo hatua nyingine. Sasa umeprint business card umemaliza. Lazima uje katika mashine nyingine za kukata. Na kuna business card kuna aina nyingine inaweza ikawa ni lamination, labda mtu anaweza kuambia nataka business card iwe laminated. Kwa lazima uiprint, lazima uje kwenye mashine ya kukata ambayo ni hii hapa. Kama watazamaji watapata nafasi ya kuiona, ni hii hapa nyuma. Hii ndo mashine yetu ya kukata. Tukitoka kwenye mashine ya kukata, anataka lamination hapo mind you, lazima uipeleke kwenye mashine ya nini? Ya lamination, ambapo watazamaji pia watapata muda wa kuiona hiyo mashine ya lamination. Kwa hiyo hizo ni hatua tofauti ambazo tunakuwa tunapitia katika kila kazi. Au nikitolea mfano kazi za vitabu. Umeprint kule kwenye mashine yetu ya digital vizuri kabisa. Lazima uje kwenye hatua nyingine ya kuikata pia, ambapo hii mashine inatumika sana. Unakuja una prune, unakata vizuri, unaenda kwenye mashine nyingine ya kubana vitabu, ya kupin vitabu ipo. Watazamaji pia wanaweza kuja kuiona hapo, wataiona hapo chini ikiwa inapita. Twende kwenye kalenda. Na kwenye kalenda ni vile tunaenda kwenye mashine yetu kule, tuna print, tunakuja tunaikata vizuri, then kuna mashine ya spiral, kuna mashine ambayo inahusika na kalenda. Si umenielewa? Kwa kila kazi ina hatua ambazo unazifanya. Na uzuri hapa sisi tuna mashine zote Asnas. Kwa hiyo kuna mashine ambayo inakuwa specific kabisa, labda hii hapa ni mashine kwa ajili ya kalenda, ama hii hapa ni mashine kwa sababu ya exactly. Kuna mashine ya business card. Una print kule kwenye digital, lakini kuna mashine yake kwa business card. Una print kule, lakini kuna mashine yake ya binding ya kalenda. Una printing kule, lakini kuna mashine yake ya vitabu. Sisi umenielewa hapo? Hapo nimekuelewa vizuri. Yes, kwa kuna mashine tofauti ambazo unatakiwa uwe nazo, ambazo ndo hizo stages sasa
tofauti. Mm. Umeelewa? Kwa mteja ambaye anakuja kwa mara ya kwanza kufanya digital printing, unamwahidi nini? Nimekuwa kila siku nikizungumzia hili swala, na hapa pia nitalizungumza ili watu wazidi kupata taarifa nalo ama elimu kuhusu hilo jambo. Asnas ndio familia bora ya printing nchini Tanzania na ndio sehemu namba 1 ya printing nchini Tanzania. Kwa hiyo unapokuja Asnas, cha kwanza unakuja sehemu sahihi kabisa. Kitu ambacho utakipata hapa Asnas ni gharama nafuu, ubora wa kazi, lakini pia muda sahihi ambao unahitaji kupata kazi yako. Watu wanapitia changamoto za kazi zetu, ni kuna muda mwingine ni za haraka, za pressure, za kuzima moto. Sasa sisi hapa tunafanya kazi muda wote. Kwa hiyo mteja unapokuja hapa, unatakiwa uje tu na mawazo yako kichwani kwamba sisi hapa tunafanya kazi muda wote. Kwa hiyo utakuja saa 2, kazi yako unaitaka saa 6, utapata saa 6. Kwa muda unazingatiwa sana Asnas printing. Muda unazingatiwa, lakini pia uharaka wa kazi ya mteja pia unazingatiwa. Mteja amekuletea kazi usiku, anaitaka, ameleta hapa vitabu 100, anavitaka siku hiyo hiyo. Anataka kesho asubuhi anasafiri navyo. Kwa ndio huo uharaka wa mteja pia tunautia katika mazingatio yetu, anapata kazi yake. Kwa hiyo kama una semina yako kesho, unaweza kuleta kazi siku ya leo na ukavipata kabisa. Unaleta kazi jioni, usiku wake unaipata, kesho unaenda zako kwenye semina. Kwa hiyo tukizungumzia digital printing, kwa hiyo hata hii mifuko ya supermarket ya karatasi inahusika moja kwa moja kwenye digital printing. Sasa hizi kazi za makaratasi nazo zimegawanywa. Tunapozungumzia digital huaga tunazungumzia kazi za makaratasi, lakini sio zote ambazo tunaweza kufanya kwenye digital. Nyingine zinafanywa kwenye mashine nyingine ambazo pia zinahusiana na kazi za makaratasi. Na hizo mashine zipo hapo. Na hizo mashine pia zipo. Na wakae tu, baada ya muda mfupi tu tutakuja na tutaonesha hapa. Kwa hiyo nipo sana hapa. Tupo sana, yani kila siku tutakuja tupo sana. Yes. Kitu kingine ambacho ungependa kutufahamisha wale ambao hatufahamu kwa ujumla masuala ya digital printing? Kazi za digital ni nzuri sana kwenye masuala ya branding. Kama una product zako unataka kuja kubrand, tunaweza kukuhudumia, na digital ina support hicho kitu. Kupendezesha ofisi yako, kutumia kalenda, kujibrand, kutumia business card, kujibrand, kutumia vipeperushi, flyers, hizi posters. Si umenielewa? Kuweka professionalism kwenye ofisi yako. Kwa kutumia invoices tofauti. Mtu anakuja anajua kabisa kwa amefika kwenye ofisi. Inajielewa. Yes kabisa. Umezungumzia swala zima la kujibrand. Kwenye biashara kuna umuhimu gani wa kujibrand? Umuhimu wa kujibrand ni mkubwa sana. Unaleta uaminifu kwa wateja, inakusaidia kujitangaza zaidi, inakutofautisha wewe mteja A na mteja B. Kwa hiyo tukianza kuzungumzia faida za kujibrand, zipo nyingi sana. Hizo ni chache tu ambazo nimezitaja hapa. Nimekuwa nikifahamu kuna aina ya kuprint kuna mashine zile za offset machine, na hii hapa ambayo tunaizungumzia leo digital printing. Kuna utofauti gani hapa? Okay, utofauti upo kwa sababu unajua offset ni mashine ambayo huaga zinatumia plate za metal, za chuma kuprint kazi. Sasa utofauti unaokuja kwenye digital printing machine na offset printing machine ni kwamba kwanza ile inachukua kazi kubwa. Kazi kubwa sana, ndo inakuwa ni suitable kuliko hii digital. Lakini pia maandalizi yake kwenye offset kule yanachukua muda sana. Huku kwenye digital hatuchukui muda sana.
Na kwenye gharama pia lazima zitofautiane, kwenye digital na kwenye offset pia kuna utofauti wa gharama. Hii huku hatutumii plate, ile kule tunakuwa tunatumia plate. Kwa hiyo zote zinahusika katika hizi kazi za makaratasi, ila tu kuna utofauti kidogo ambao unakuwa unatofautiana. Hii unaweza ukapata kwa haraka zaidi, ile kidogo kama nilivyosema maandalizi yanakuwa yanachukua muda kidogo. Kwa hiyo digital printing ni haraka zaidi kuliko hii hapa ya offset machine. Hii unaweza ukatumia kwa haraka zaidi, ila all in all zote zinatumika katika kazi za makaratasi. No. Yes, ila digital ni ya kisasa, ile inatumia ni analog. Ile tunaweza kusema analog inatumia masuala ya vyuma na nini, plate, kuhamishia rangi kidogo. Yes. Mimi nikushukuru sana. Tumepata elimu nzuri kabisa kuhusiana na digital printing, na kama una lolote la kumalizia kabla tujaenda kwenye mitandao ya kijamii, tunapatikana kupitia tunapatikana kupitia namba ambazo zipo hapo chini tumeziweka muda huu, lakini pia tunapatikanika Mikocheni A kwa Mwalimu Nyerere. Ukifika tu unakuwa umetupata kiurahisi zaidi. Again, Instagram tunapatikanika kama Asnas Printing. Yes, na YouTube tunapatikanika kama Asnas Media. Huku utakuwa unapata tips tofauti za mashine na masuala yote mengine yanayohusiana na printing ndani ya Asnas. Yule ambao anahitaji kufika hapa kwenye Google Map tupo, kama tunatumia mitandao hii ya taxi mtandaoni, tunaweza tuka request pale tukaipata moja kwa moja. Location yetu ni Asnas Printing. Okay, sawa. Yes, kama jina letu lilivyo ni Asnas Printing. Mimi nikushukuru sana, na tunategemea mengi kutoka kwenu ili tuweze kufahamu, kwa sababu mimi naweza kuwa na kitu fulani nataka kukifanya kuhusiana na printing, lakini nahisi kwamba kinafanyika nje, kumbe Tanzania kipo hapa. Yes. Kwa hiyo tutakuwa na mwendelezo mzuri kufahamu kabisa kwa undani kabisa mambo ambayo yanafanyika hapa Asnas Printing. Asante sana kwa kuitazama Printing Zone. Mimi naitwa John Bosco Kamili, nilikuwa na operation manager wa Asnas. Maskus, karibu sana tena kwenye kipindi. Asante sana. Endelea kusubscribe kupitia YouTube kwa kuandika Asnas Media.